Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 31. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye akaunti ya TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunakuomba subscribe, lakini kwenye upande wa akaunti ya TikTok tunakuomba follow. Lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tujikumbushe sehemu ya 30 tulipoishia. Tuliishia kumuona kule upande wa Mlengerani mzee wa kuitwa Bareke tayari kwa sasa ameanza kujipata kutokana na kibanda kikubwa sana katika senta ya Mlengerani ambacho aliamua kukifungua, na hatimaye wameanza kupaita kwa Bareke. Lakini katika upande wa pili tulimuona mzee Fares akiwa anamsubiria Zatiti aweze kutoka mle ndani ya chumba chake ambapo ameingia ndani na kujifungia, lakini amesubiria lisali 1:30 limepita, na hatimaye lisali 1:30 jingine likapita, hajaona mtu akitoka. Anajaribu kumuita lakini haitiki wala hasikii akifanya activity, yani akifanya shughuli yoyote humo chumbani. Sasa nikukaribishe sehemu ya 31 ya simulizi hii, tuendelee kuidadavua ili tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, mzee Fares alianza kuogopa sana, wasije wakasema kwamba yeye ndiye amemuua huyo binti humo ndani. Ilimbidi atoke nje. Alitoka nje moja kwa moja kaenda kwa jirani yake. Jirani yake ambaye alikuwa ni mama mmoja, alikuwa akipangisha nyumba zake hapo jirani, alikuwa akiitwa Wema. Ikabidi aenda akaombe msaada kwa Wema, akamwambia habari zote ambazo zinazotokea, ambavyo namna jinsi ambavyo kilichotokea mpaka Zatiti akaingia humo ndani na akaweza kujifungia. Ila hakuweza kusema kwamba alijifungia kutokana na kwamba yeye alikuwa na mtamani au alikimbia kwenda kumkumbatia kutokana na midadi kumpanda ndiyo maana alienda kujifungia mwenyewe. Hakusema maneno kama hayo, bali alizungumza tu kwamba wakati anaendelea kutazama kipindi kwenye runinga na kikaisha alivyozima TV, binti huyo alitoka huko bafuni kuoga, akaja. Baada ya kufika pale, taulo ikamdondoka. Kwa hiyo baada ya kumdondoka akachutama na hatimaye akaanza kumuomba mzee Fares atoke. Hatimaye akaangalia pembeni. Sasa huyo binti alitoka hapo akiwa na kimbia, akaenda akafungua mlango, akaingia ndani akajifungia. Hakusema vizuri, alipitisha na kauongo tu ili asiweze kusema ukweli namna jinsi ulivyo. Huenda Bi Wema anaweza kambadilikia na asimfanyie msaada wa aina yeyote. Hapo ndipo ambapo Bi Wema
aliamua kutoka kule kwenye nyumba yake na kuja moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya mzee Fares na akaingia ndani ya Fares House. Baada ya kuingia ndani, alianza kumuita Zatiti. Zatiti humo ndani, baada ya kusikia sauti ya kike, aliitika. Wakati alikuwa hafanyi activity ya aina yeyote, hafanyi shughuli yoyote, akagundua kumbe ni mzima, hajafa. Kwa sababu alikuwa na wasiwasi mkubwa sana mzee Fares. Alikuwa hajui kwamba huyo binti, je, anaweza akawa mzima au la, maana hasikii shughuli ya aina yeyote ile. Alivyoingia ndani ni hivyo hivyo, na mara ya mwisho alisikia tu akijidondosha kwenye kitanda humo ndani, lakini hakusikia activity yoyote ile. Sasa hapo ndiyo maana alianza kuwa na wasiwasi, anamsubiria masaa yote hayo mtu hatoki. Baada ya kuitika, Biwema alimwambia Zatiti atoke nje ya hicho chumba aje amuone. Sasa baada ya kusikilizia Zatiti sauti vizuri, akasikia ni sauti tofauti kabisa. Yeye mwanzoni aliisikia ni kama sauti ya Bi Fitina Cosmas, yaani Mama Suzi. Akajua ni Mama Suzi atakuwa amerudi, kwa sababu amekuwa akimwahidi mume wake mara kwa mara kwamba atarudi. Lakini baada ya kuisikia vizuri ikisema naomba utoke nje ni kuone, ni sauti nyingine. Hapo ndipo ambapo Zatiti alianza kuwaza, akaanza kujisemea huku akijisemea mwenyewe kimoyomoyo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mzee Fares ameamua kuvusha. Ameamua kuvusha kweli? Na kwa nini atakuwa ameamua kuvusha? Inamaanisha kwamba alipokuwa akinishika na kutaka kunikumbatia, nilipokataa, ameamua kwenda kuchukua mwanamke mwingine na kumvusha, kumuingiza humu ndani, si ndio? Ila ngoja nitoke nje, nataka nimuone huyo mwanamke gani aliyekuja humu ndani, na kama atakuwa ni mtu wake, siku akija Mama Suzi nitamwambia. Baada ya kuzungumza mazungumzo hayo akiwa anajisemea kimoyomoyo, basi moja kwa moja alivaa magauni aliyokuwa akijipanga kuyavaa. Yani alivaa gauni mbili, yani akawa kama vile ni mtu ambaye ana baridi kali. Kavaa gauni la ndani ambalo ni mterezo, lakini la juu ni java fulani hivi. Alafu akafungua mlango, akatoka nje, katoka sebleni. Baada ya kufika sebleni kuja kutazama vizuri, akamwona ni Bi Wema, na Wema huwa anakujaga na anazungumza mambo mengi tu na mzee Fares, na alikuwa akizungumza huku akimuona. Akagundua kumbe ni jirani wa pale nyuma.
Hapo ndipo ambapo Bi Wema baada ya kufanikisha kumtoa Zatiti nje, basi aliamua kumwaga mzee Fares na kumwambia awe na amani na waendelee na hatua zinazoendelea katika maisha hayo. Kwa hiyo ameshamtolea mtu wake nje, huenda alipatwa na aibu na ndiyo maana aliamua kujifungia ndani pasina kutoka. Kwa hiyo sasa amefanikisha kumtoa nje, lakini pia Kaacha amempatia ushauri afanye kwa kadri anavyoweza ili Mama Suzi arudi, kwa sababu Mama Suzi atakaporudi itamfanya huyu binti wa kuitwa Zatiti aweze kujiamini, kwa sababu sasa hivi amebaki ni mtoto wa kike peke yake hapo nyumbani. Inatakiwa awe na mwenzie ili mambo kama hayo ya aibu na nini yasiyo yanatokea. Hapo alikubali mzee Fares, alikubali. Hapo ndipo ambapo alipoanza tena kumpigia mke wake, lakini mke wake kama kawaida aliendelea kumwahidi ahadi ambazo hazitimii. Akamwambia kuna vitu ambavyo anajaribu kumalizia hata kuja, na uzuri alimpigia kabla hata Bi Wema hajaondoka. Kwa hiyo akawa amesikia hivyo na alichukua simu mkononi mwa mzee Fares, ikabidi aanze kuzungumza naye. Akatoka kabisa nje Bi Wema na kwenda kuzungumzia nje, akajaribu kumwambia kile ambacho kilichojitokeza, japokuwa vitu vingine ameambiwa vya uongo, kwamba alimtazama baada ya kumdondoka hiyo, baada ya kumdondoka Zatiti, nani aliyokuwa ameivaa taulo, kwamba aliangalia pembeni. Hatimaye Zatiti akaamua kuchuchumaa. Alivyomwambia aondoke ili aweze kujistiri, aliangalia tu pembeni, alafu baadaye alivyomuona ametazama pembeni mzee Fares, Zatiti akaamua kusimama ghafla na kukimbia moja kwa moja, kafungua mlango wa chumba kaingia, japokuwa alisema jambo kama hilo, japokuwa amelitoa kwa mzee Fares ambalo ni jambo la uongo. Fares alikuwa akimtazama mara kwa mara kwa sababu tayari ameshauona uzuri na urembo wa Zatiti. Sasa hapo akawa amechanganyikiwa, ila hayo hakuyasema kwamba ni kwa nini Zatiti aliona aibu. Yaani yeye amekuja amemwambia uongo, na hatimaye Mama Suzi naye akafikishiwa huo uongo ambao hakuna ukweli ndani yake. Kwa hiyo akazidi kumshauri kwamba inatakiwa arudi ili asije kukuta mwisho wa siku ana uwezo hata wa kumhonga hata Zatiti pesa huyu mzee Fares, na akafanya naye mapenzi kweli, kwa sababu yeye kwa nini hayupo? Akamsisitiza arudi. Aliahidi vile vile kwamba tarudi, na hatimaye ndipo huyu Bi Wema alitoka kule nje na kuingia ndani, akamrudishia mzee Fares simu yake, na hatimaye wakaagana vizuri, akaondoka. Zatiti alikuja moja kwa moja, kaketi kwenye sofa akatulia. Mzee Fares alianza kumkaripia kweli kweli,
kwa nini hakutaka kutoka nje mpaka ameamua kwenda kuambia majirani ndo waje kumtoa nje? Na kwa nini alikuwa kimuita mara zote alikuwa hataki kuitika? Alijitetea Zatiti, akasema anaona aibu sana kwa sababu alijaribu kumwambia aende chumbani ili aweze kujistiri Mzee Fares, atoke hapo aende chumbani, lakini hakutaka kumsikia. Aliendelea kumtazama. Kwa nini aliendelea kumtazama? Na yeye anaanza kumhoji maswali sasa. Kwa nini aliendelea kumtazama hali ya kwamba anajua kabisa ni msichana mdogo, halafu yeye ni mtu mzima tena mzee kabisa? Kwa nini anaendelea kutazama binti wake wa kazi? Kwa nini asingesikia yale ambayo aliyokuwa anamwambia? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, akijaribu kumuuliza na yeye swali, Mzee Fares alisimama pale alipokuwa amekaa kwenye sofa. Alikuja akasogea kwenye sofa ambalo alilokalia Zatiti. Zatiti akaanza kujihami, akaanza kuona ni kama vile ndo anakuja tena kukumbatiwa upya. Kumbe safari hiyo haikuwa hivyo kama jinsi alivyodhania. Baada ya kufika pale, Mzee Fares alimnasa kibao Zatiti, akaanza kumwambia anamhoji vipi hali ya kwamba yupo kwenye nyumba yake. Muda wote huo yeye anahitaji kula, anachelewa hadi kufanya kazi za humo ndani, eti kisa ni kuona aibu. Anaona aibu kwa namna gani? Ina maana yeye hataolewa. Alianza kulalamika kwa mambo mengi sana Mzee Fares, lakini na Zatiti naye akajifanya kama vile kidogo akili yake imechangamka, yani akawa na ujasiri fulani hivi, na yeye akasema hata kama kimpiga, lakini ni lazima mwambie ni kweli kuolewa ataolewa, lakini hataolewa na wazee, ataolewa na vijana. Bwana we, alivyozungumza maneno kama hayo, Mzee Fares akachukua ile plagi ambayo aliyomkimbizia siku nunu siku hiyo, akaanza kumtwanga nayo, kampiga kweli kweli. Zatiti akatoka hapo kwenye sofa, kakimbilia moja kwa moja chumbani kwake, tena kajifungia, akawa nalia akiwepo ndani ya chumba chake. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 31 ya simulizi hii, Dada wa Kazi na Bosi, imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment. Kwenye upande wa YouTube subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunakuomba ufollow. Mpenzi msikilizaji, tumemwona Mzee Fares kutokana na wasiwasi aliyonayo juu ya binti huyo ambaye kajifungia ndani, ameenda kwa jirani, kaenda kumleta Bi Wema ambaye ndo wako jirani sana. Majumba yamepangana, yako karibu karibu. Na baada ya kufika humo ndani, Bi Wema alivyoita jina Zatiti akajua kwamba yawezekana Mama Suzi atakuwa amekuja. Kumbe la hasha, hata sio yeye. Aliyekuja ni Bi Wema. Na baada ya kuzungumza kwamba atoke nje amuone, akasikia ni sauti tofauti, lakini aliwaza, akaanza kujiongelesha, na hatimaye aliamua tu uamuzi mmoja wa kutoka nje. Na baada ya kutoka nje alimkuta ni Bi Wema ndo ambaye yuko pale. Sasa baada ya Bi Wema kuondoka, tumeona Mzee Fares ameanza kuwa mkali kweli kweli kwa Zatiti, na hatimaye wamejibishana, na hatimaye amempiga. Unafikiria ni kitu gani ambacho kitakachoendelea? Je,
Zatiti atachukua maamuzi ya kuondoka katika nyumba ya mzee Fares au ataendelea kufanya kazi hapo hapo? Chanda na pete, chupa na mfuniko. Endelea kuifuatilia mpaka tone la mwisho ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.